Karibu Tuzo Online. Bwana fresh kabisa. Tuko vizuri. Bwana dakika 90 umefunga safari kutoka bara wa Dar es Salaam mpaka hapa Zanzibar. Dakika 90 zilikuwa za namna gani? Dakika 90 zilikuwa za moto, zilikuwa nzuri. Umeelewa Zilikuwa za moto, zilikuwa nzuri. Kikubwa tumshukuru Mwenyezi Mungu kwanza. Wachezaji wamecheza salama, tumetoka bila injury. Sawa, na hii ni finali. Mshindi alitakiwa leo moja. Yaani ingelikuwa timu ndogo hii. Inawezekana hata hapo tungepigwa, lakini mwisho wa siku timu imepambana kutokana na matokeo tuliotoka nayo kule, goli 2 na goli 2 tumezitafuta tumezipata, lakini kwa maamuzi ya referee yeye ndo kaamua kwamba bingwa awe nani. Kwa hiyo huwezi kuwalaumu wachezaji, huwezi kuwalaumu uongozi, huwezi kuwalaumu mashabiki wa Simba. Watu wamepambana, wala serikali nao ilipambana vile vile kuelekea kwenye mechi. Kwa dakika 90 zimeisha salama, zilikuwa za moto. Kwa namna ambavyo unatazama wewe, kuna baadhi ya mashabiki walikuwa wanamlaumu sana mwamuzi. Ni kwa mwamuzi kweli leo ameboronga katika mechi? Sio mwamuzi mmoja, waamuzi wote. Yaani kuanzia huyu msaidizi namba 2 pamoja na referee wakati na chumba cha VAR vile vile. Wote wanapaswa kulaumiwa kwa sababu wao ndio wamevuruga wamevuruga mechi. Wameondoa radha ya nini? Wameondoa radha ya finali. Mechi ya finali huwezi ukatoa kadi nyekundu za kimbabumbavu. Umeelewa? Ile kadi nyekundu ilikuwa haina sababu ya kutoa kadi nyekundu. Kwa sababu Kagoma ameucheza mpira, katika kucheza mpira ndo amemgusa yule jamaa. Hata kama angeamua kuweka faulu lakini asingeweza kutoa kadi. Kwa hiyo amekuja na maamuzi yake. Na alijua kwa nini wai Kagoma. Umeelewa? Kwa nini asiwe mchezaji mwingine? Kwa sababu Kagoma ndiye aliyekabidhiwa Musa Kamara, ambaye yule Kamara, Mohamed Kamara ndiye aliyekuwa kinara wao. Kwa hiyo kwa sababu ameona amefichwa yule Kamara, mwisho wa siku ndo akaamua yule aliyeficha Kamara hapa amtoe na Renja. Kwa hiyo akaamua atoe Simba mchezoni, lakini mwisho wa siku Simba akajitafuta wakarudi tena wapi? Mchezoni. Wanapata goli, refaria anafanya nini? Anakataa tena. Kwa hiyo mwisho wa siku huwezi kulaumu wachezaji. Wachezaji wamepambana vya kutosha. Timu imepambana vya kutosha, mashabiki tumepambana vya kutosha. That's why unaona tumetoka from Dar es Salaam to Zanzibar. Kwa hiyo sisi wala hatuna baya. Umeelewa bwana? Na wala hatumlalamiki mtu yoyote. Isipokuwa haya ni matokeo ya mpira. Bingwa alikuwa ni mmoja na kwa sababu kafu wameshapanga bingwa wao, it's okay. Wache Waarabu wachukue. Jibi, kwa namna ambavyo tunatazama dakika 90 tukiachana na refa mwenyewe ambao umekuwa mnasema kwamba kufanya vizuri zaidi. Unaona Simba leo alikuwa na nafasi ya kushinda. Kwa namna ambavyo amecheza dakika 90. Sasa ishindeje na wakati ishashinda? Simba ilishinda goli 2. Umeelewa? Matokeo ya wale kusawazisha goli ni kutokana na Simba ishatolewa mchezoni. Wewe unapoa red card, mnabaki 9. Mnajipanga, mnapambana, unapata goli, linakataliwa. Hata kama wewe ungekuwa binadamu ndugu yangu. Mpira unachezwa na moral. Moral ndio inamsababisha mtu acheze nini, acheze mpira. Si umeelewa? Yaani mpira unachezwa na vitu vitatu. Commitment ndio kitu kikubwa. Sasa katika commitment wewe moral yako imeshuka. Commitment unaitoa wapi? Kwa hiyo wachezaji wakawa demoralized. Ndicho kilichopelekea Simba kupoteza nini ile kombe, lakini all in all wachezaji wamepambana mno. Umeelewa bwana? Wamepambana mno, yani vya kutosha. Uongozi umepambana mno. Tumetolewa mchezoni tangu tunaelekea Morocco. Lakini mwisho wa siku tunakuja nyumbani nako tunakuja kutolewa mchezoni. Alafu wala Berkane hii ni tabia yake ya kutaka kucheza katika viwanja nini vya wenzie. Umeelewa? Mwaka aliochukua na Orlando Pirates. Hivyo kuchezea mechi South Africa. Si umeelewa? Kacheza yeye nyumbani kwake, alivyofunga nyumbani kwake tayari akakataa kuja kucheza ni South Africa, akaenda kuchezea Ugaibuni. Mwaka aliocheza na Zamalek alikataa vile kuchezea Misri. Alianza kucheza nyumbani kwake, bahati nzuri kamkuta Zamalek nayo yuko vizuri akamfunga huko alikokwenda. Kwa hiyo hii ndio tabia yake. Ina maana yule nani mwenye timu yake ndio makamu rais wa nini? Wa CAF. Kwa hiyo anatumia advantage vizuri. Kwa hiyo vitu kama hivi. Mlikuwa wakilishi Afrika Mashariki na Kati, mlibaki peke yenu kwenye hii michuano ya CAF na sasa mmefika finali, kwa bahati mbaya mmepoteza. Hamjabiti rekodi ya Yanga. Wenzenu walikuwa wanacheka sana kwamba hamwezi kutoboa. Nini ambacho unaweza kuambia? Sasa rekodi gani? Wao wamecheza finali, sisi tumecheza finali mara 2. Umeelewa? Wao wamecheza finali na sisi tumecheza finali mara 2. Sasa rekodi ipi? Sisi tuko nafasi ya 4, wao wako nafasi ya 11. Rekodi gani? Rekodi nyingine Yanga hajawahi kuifunga timu namba 1, namba 2, namba 3, namba 4 barani Afrika. Misimu 8 hii. Yanga nitajia amemfunga nani? Kwa hiyo bado sisi tuna rekodi kubwa kuliko wao. Sisi yani kombe la dunia la
kombe la dunia ambalo linaenda kucheza. Sulemani Aziz Ki kakimbia Yanga, kakimbilia Wydad. Kwa sababu gani? Kwa sababu anataka ndio kakimbia, anataka kwenda kucheza kombe la dunia. Kwa hiyo Simba sasa sisi tunakwenda kombe la dunia la mwakani katika timu 5 zinazokwenda kombe la dunia mwakani ambao litafanyika Argentina. Simba yumo, Simba inashika nafasi ya 4 barani Afrika. Sasa baada ya kutoka kwenye michuano, nguvu yenu nataka nipe nauli ya kurudi Dar es Salaam. Mpe kabisa, mpe kabisa nauli ya kurudi Dar es Salaam. Ni jambo jema. Mimi naitwa basi. Salimia sana Miraji. Anakufurahisha nini Jibi? Halo. Nimalizie mbi zangu jamaa. So siri. Sawa. Jibi. Nashukuru, asante. Kwa nini mmetolewa saizi kwenye michuano ya CAF? Saizi nguvu mnaelekeza wapi? Nguvu tunaielekeza kwenye ligi na kwenye nini, kwenye FA. Sasa hivi wana Simba tunaenda kujiandaa tukirudi Dar es Salaam kuelekea wapi? Kuelekea Manyara. Na yule jamaa aliyosema hatukomi ng'o, si wanashangilia? Si wanashangilia? Watachukia. Umeelewa? Tarehe 15. Hivyo hivyo endelea hivyo na kauli yao tucheze ng'o, lakini wakileta timu kitakachowakuta jasho litatoka. Jibi. Wamejipanga vizuri. Baba, nakwambia hasira zetu zote tunaenda kuzimalizia kwao. Hasira za michuano ya CAF. Tunaenda kuzimalizia kwao. Tumepambana, uongozi umepambana. Hata mashabiki tumepambana. Ndio maana umeona tumetoka Dar es Salaam kwa gharama kubwa kuja kufanya support timu yetu katika uwanja wa Amani. Hapa tena. Mwenyezi Mungu akipenda kama tukijaliwa saa 3 zilikuwa nyingi na mpaka sasa hivi bado kijiji chake kule wanamsubiria kule Kimara wamemwekea kikao wakina Godi washapiga simu nyingi sana. Godi wanasubirini, washapiga simu nyingi sana. Simu nyingi sana. T-shirt hatubebi, mtaziweka hapo sasa. Unaziweka nyumbani kama kumbukumbu au mtazifanyaje? Hamna t-shirt ambayo tuliprint imeandikwa hatubebi. Hakuna t-shirt ya namna hiyo. Kwa hiyo mimi hii ilikuwa ni game, ni t-shirt kwa ajili ya game ya mashindano ya CAF Confederation Cup na leo yametamatika. Na utaratibu wangu mashindano yakitamatika ambayo anaitaka ahlan wa sahlan nagawa. Ni kama NBC hivyo hivyo CRDB, yani tunapofikia mwisho wa mashindano na jezi nafanya nini? Nagawa. Kwa hiyo kwa mtu ambaye anahitaji basi karibuni ndugu yangu.